Moja kati ya kesi ambayo imeweza kuwa ni kubwa likinoma noma kutokea kitaa kile pale cha Mbefele. Hapa naizungumzia kesi ambayo inamhusu moja kati ya rapper ambaye ameweza kufanya makubwa sana kwenye game la hip hop kutokea kitaa kile pale cha Marekani. Hapa ninamzungumzia Lil Durk. Sasa kwa siku ya jana waliweza kuonekana mastaa kadhaa wakiwa wapo katika eneo la mahakama kwa ajili ya kuweza kusikiliza kile kitu ambacho kitaendelea katika eneo la mahakama. Moja kati ya story ambayo imekuwa ni kubwa ni kuhusiana na issue nzima ya mtu mzima Kanye West kuweza kuwa ni moja kati ya mshikaji ambaye pia kwa siku ya jana alionekana maeneo ya mahakamani kwa ajili ya kuweza kusikiliza kesi ya mtu mzima Lil Durk. Rapper Lil Durk kutoka nchini Marekani ambaye jina lake halisi ni Durk Devontae Banks, kwa sasa anakabiliwa na kesi kubwa ya shirikisho kutokea huko nchini Marekani inahusisha tuhuma za murder for hire, yani kupanga na kuagiza mauaji ya mtu kwa kutumia watu wengine. Unaambiwa kwamba kesi hiyo kwa sasa imefikia takribani miaka miwili tangu alipokamatwa mwaka 2024 na kwa sasa mwezi Agosti mwaka 2026 imefikia hatua ya kuweza kusikilizwa mbele ya jury katika mahakama ya shirikisho huko Los Angeles. Unatakiwa kuweza kujua kwamba Lil Durk mpaka sasa hivi hajahukumiwa kuwa ana hatia yoyote. Haya ni mashtaka na madai ya upande wa mashtaka, wakati upande wa utetezi unapinga madai hayo. Lil Durk alikamatwa Oktoba 24 mwaka 2024 katika eneo la Broward County huko Florida nchini Marekani katika uwanja wa ndege, na kukamatwa kwake kulikuja baada ya wachunguzi wa shirikisho kumhusisha na mpango unaodaiwa kulenga kumuua rapper ambaye anakwenda kwa jina la Quando Rondo. Sasa ni kwa nini anahusishwa na tuhuma za kumuua rapper mwenzake ambaye anakwenda kwa jina la Quando Rondo? Unaambiwa hivi, mtu mzima Lil Durk katika tukio ambalo lilitokea Agosti 19 mwaka 2022, kwa mujibu wa mashtaka yaliyotolewa, kundi la watu lilikwenda Los Angeles likiwa na lengo la kumshambulia rapper Quando Rondo. Lakini katika tukio hilo Quando Rondo hakuuawa, bali badala yake alipata pigo zito baada ya binamu yake aitwaye Xavier Robinson kuuawa. Sasa kwa nini hii kesi imemwangukia mtu mzima Lil Durk, na kwa nini hiki kikundi ambacho kilienda kwa lengo la kumuua huyu rapper ambaye anakwenda kwa jina la Quando Rondo kinahusishwa kwamba kilitumwa na mtu mzima Lil Durk? Ukweli ni kwamba upo hivi, Lil Durk alikuwa ni moja kati ya mshikaji ambaye best yake wa nguvu ile kinoma noma, mwanae wa faida alikuwa ni rapper Delate. Hapa namzungumzia King Von, ambao kutokana na issue nzima ya kuweza kushibana kwenye urafiki, pia walikuwa ni moja kati ya washikaji ambao wanaunda kundi ambalo lilikuwa linakwenda kwa jina la Only the Family, yani OTF. Mwaka 2020 King Von aliuawa huko Atlanta nchini Marekani baada ya kutokea ugomvi uliohusisha pande mbili, pande ya King Von pamoja na pande ya Quando Rondo. Sasa kwa mujibu wa waendesha mashtaka, hiki kitu ambacho kilitokea Novemba mwaka 2020 ndicho kitu ambacho wakaja wakakilinganisha na kile kitu ambacho kilitokea mwaka 2022 katika tukio ambalo lilikuwa limelengwa kuweza kumuua huyu rapper ambaye anakwenda kwa jina la Quando Rondo. Baada ya picha pamoja na videos kuweza kuonesha baadhi ya watu maarufu, mfano Kanye West ambaye aliweza kuonekana kwa siku ya jana kutokea kitaa kile pale cha mahakamani, unaambiwa kwa sasa kesi imeingia kwenye hatua ya kusikiliza ushahidi. Pia baada ya jana unaambiwa kwamba sasa hivi kesi itaendelea kwa mashahidi kuendelea kutoa ushahidi dhidi ya Lil Durk. That's it ladies and gentlemen, Daneka Sako Media, endelea kusubscribe kwa ajili ya kuwa moja kati ya mtu ambao anapata more infos kutoka kitaa hiki hapa. Dad father of 6 babies, Kelvin KO right here man. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.